كشف الشبهات الشيخ العلامة مجدد العصر محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال رحمه الله: واعلم أن هذه الشبهات الثلاثة هي أكبر ما عندهم. Fahamu na uelewe ewe mwana sunna, shubha hizi tatu ndio shubha kubwa zaidi kwa wao. Ni shubha ya kusema kwamba sisi hawa hatuombi isipokuwa ni sababu ya uombezi, au shubha kwamba aya zilizokuja ni kwa ajili ya masanamu. Hizi ni shubha zao, sawa. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه، ewe mwana sunna, ukitambua kwamba Allah ameweka wazi kwa ajili yetu kwenye Qur'an al-Karim, wafahimtaha fahman jayyida, na ukafahamu fahamu nzuri, fama ba'daha aisaru minha, shubha zilizokuja mbele ni nyepesi kuliko hizo tatu. Fa in qala, ikiwa mtu wa bid'a atakwambia ana la a'budu illa Allah, mimi siabudu isipokuwa Allah, wa hadha liltija ila as-salihin, na huku kuwaelekea hawa watu wema, wa du'aahum, na kuwaomba, laysa biibadatin, hii si ibada. Kuomba watu wema si ibada, kuelekea si ibada. Faqul lahu, mwambie, anta tuqirru anna Allah farada alayka ikhlas al-ibadati lillahi, je, wewe unakubali kwamba Allah amefaradhisha kwako wewe ikhlas ya ibada kwake yeye Allah, wa huwa haqquhu alayka, nayo ni haki yake iliyo juu yako? Yani je, unakiri kwamba kuna jambo linaloitwa ikhlasi? Fa idha qala na'am, akikwambia naam, kwamba lipo lilo jambo la ikhlasi lipo, faqul lahu, mwambie, bayin li, hebu nibainishie, hadha alladhi furida alayka, ilo ambalo Allah malifaradhisha kwako, wa huwa ikhlasul ibadati lillah, ambalo ni kulitakasa kwa ibada kwa ajili ya Allah wahdahu, wa huwa haqquhu alayka, nalo ni haki. Yani nibainishie katika hizo ibada ambazo sadakikana zifanywe ikhlas, ni zipi? Bainishi. Fa in kana la ya'rifu al-ibadata, ikiwa hajui ni zipi hizo ibada, wala anwa'aha, wala aina zake, fabayyinha lahu, mbainishie, biqawlika, kwa qawli yako mwambie, qala Allah ta'ala, amesema Allah ta'ala, ud'u rabbakum, muombeni mola wenu, tadarruan wa khufyatan, hali ya unyenyekevu, tena khufya, kwa chini, msipige mayowe. Ud'u rabbakum, fa idha a'lamtahu bihadha, ukishamjulisha hilo au hili, faqul lahu, mwambie, hal alimta hadhihi ibadatan lillah, je, umejua kwamba hizi ni au hii ni ibada kwa ajili ya Allah? Fala budda an yaqula laka na'am, lazima akwambie ndio, wa illa ameamua kubishana. Lakini kwa utaratibu wa kimaandiko tabidi yakubali, kwa sababu ud'u rabbakum, kama ni mtu msufi na anafahamu sheria, mwambie hii ni amri, na amri yafundisha wajibu. Kisema naam, mwambie wa du'a, imeandikwa mukhu al-ibada. Kwa kusema neno mukhu, hii tamko halikuja, imekuja huwa al-ibada. Ad-du'a huwa al-ibada, na dua ni ibada, na ikiwa ni babul ikhbar itakuwa nafaa. Faqul lahu, mwambie, idha aqrarta annaha ibadatun lillahi, kwamba ukikubali kwamba hiyo ni katika ibada, wada'awta Allah laylan wa nahara, ukamuomba Allah usiku na mchana, anamwambia hebu nipe habari, ikiwa umekubali kwamba hizi ni ibada na ukamuomba Allah usiku na mchana, wa khawfan wa tamaa,
hali ya kumuogopa Allah na kumtaraji. Thumma da'awta fi tilka alhaja, kisha haja ile ile ukamuomba nabii ile haja yako ulimuomba Allah ukabadilisha ukamuomba nabii au ghairahu au mwingine. Hal ashrakta fi ibadati llahi ghaira, je itakuwa umeshirikisha katika ibada kwa siku wa Allah? Fala budda an yakula na'am, sababu ashrakta an taj'ala hadha sharika hadha, waja'alta nabiyya sharika Allah azza wa jalla fi ad-du'a. Katika lugha ni hivi, kikatata na mmekufanya ubishi, umemfanya huyu ni mshirika katika hili, anaweza naye kuomba. Akikwambia na'am, faqul lahu, mwambie fa idha alimta biqawli llahi ta'ala, ikiwa umetambua kauli ya Allah ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, sali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Wa ata'ata Allah wa naharta lahu, na ukamtii wewe Allah na ukachinja kwa ajili ya Allah. Hal hadha ibadati, je ni ibada? Namuuliza yeye, je ni ibada? Fala budda an yaqula na'am, atakwambia ndio, sababu aya imekuja fasalli li rabbik, sali kwa ajili ya Mola wako. Fasalli li rabbika, ila rabbika, sababu la mfilu ila rabbika, kuelekea kwa Mola wako. Wanhar li rabbika, akijibu na'am, faqul lahu fa idha naharta li makhluqin, je ukichinja kwa ajili ya kiumbe, nabii au jinni au ghairihima, ukachinja kwa ajili ya nabii, ukachinja kwa ajili ya jinni au visivyokuwa hivyo, hal ashrakta fi ibadati ghayra Allah, je utakuwa mushrikisha fi hadhihi alibadati ghayra Allah, katika ibada hii? Fala budda an yafirra, lazima afiri, sababu mwanzo mwanzia kwamba akubali kama ni ibada. Na huo ndio wasila na uslubu wa kukamata watu bid'a. Mtege huko nyuma, akikubali huko jambo kisha mtolee hoja yako unaitaka, wa illa fanya haida kama alifanya Bishru ibn Ghiyath, anakataa sifa za Allah. Sio kaulizwa, je Allah na ilmu? Kajibu Allahu la yajhal, Allah sema ndio anayo au hana. Allah anayo, jibu ndio au sio, sema Allahu la yajhal, ile itwa haida. Sawa, mfano nikwambie kwamba usiingie msikitini, tunamwambia utacha udhu wapi? Sasa nikwambia kitu gani, unajibu kitu gani? Sawa, fala budda an yaqira wa yaqula na'am, asmina. Wa qul lahu aidan, mwambie tena, mwambie huyo anasema almushrikuna alladhina, washirikina ambao nazala fihimul qur'anu, imeteremka kuwahusu wao Qur'an. Hal kanu ya'buduna almalaika, je walikuwa naabudia malaika, was-salihin na watu wema, wallata wa ghaira dhalika, na lata na wasiokuwa hao. Fala budda yaqula na'am, sababu nyuma limbainishia hilo. Sawa, fala budda an yaqula na'am, atasema na'am. Faqul lahu, mwambie wa hal kanat ibadatuhum iyahum, je ilikuwa ibada yao kuabudia hao, haikuwa ibada yao kuabudia hao illa fi du'a wa dhabh wa iltijai wa nahwi dhalik, isipokuwa katika dua na dhabh na kuelekea kwa kukusudia na mfano wake. Wa illa fahum muqirruna annahum abiduhu, lakini wakiamini na kukubali kwamba hao wanaoabudu ni waja wa Allah, wa tahta qahrihi, na hapo chini ya ushindi na kuteza nguvu kwa Allah. Wa anna Allah huwa alladhi yudabbiru al-amra, na wale washirikina walikubali kwamba Allah ndiye anaendesha mambo. Walakin da'awhum, lakini waliwaomba, waltaja'u ilayhi, na waliwakusudia kuwaelekea, liljahi, kwa sababu ya cheo, washafa'a, kwa sababu ya uombezi. Wa hadha dhahirun jidda, na hilo liko wazi kwenye Qur'an. Kwa katika nukta hii itakuwa shamalizana kwamba kitendo chao cha kuabudia wale watu wema wale makaburini nayo ni shirki, kama ilivyokuwa shirki ya watu wa zamani. Atakuja na
shubha nyingine atakwambia hivi, fa in qala atunkiru shafa'ata rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tatabarra'u minha, hivi wewe unaipinga shafa'a ya mtume na unajiweka mbali nayo, ni unakataa kama mtume haombei kiyama. Sasa kwa maana takaombezi kule, sasa nakwambia hapa unapinga uombezi. Faqul, mwambie la unkiruha, mimi sipingi, wala atabarra'u minha, wala sijiweki mbali na uombezi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, bal huwa sallallahu alaihi wasallam ash-shafi', bali yeye mtume sallallahu alaihi wasallam ni muombeaji, wal mushaffa'u, ni mwenye kukubaliwa uombezi wake, wa arju shafa'atahu, na mimi nataraji uombezi wake. Walakinna shafa'ata kullaha lillahi, lakini uombezi wote ni milki ya Allah, kama qala ta'ala, qul lillahi shafa'atu jami'a, sema ni wake tu Allah uombezi wote. Wala takunu illa min ba'di idhnillahi, kama qala azza wa jalla, wala haupatikani na kuwa uombezi isipokuwa baada ya idhini ya Allah azza wa jalla aliposema, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni, ila ahad, hakuna yote yule ambaye ataombea mbele ya Allah isipokuwa kwa idhini ya Allah. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ni ash-shafi', lakini baada idhni rabbih, baada kuidhinishwa na Mola wake. Wala yashfa'u an-nabiy, wala hataombea nabii sallallahu alaihi wasallam fi ahadin, kumuombea yote, illa min ba'di an ya'dhana Allahu fihi, isipokuwa baada ya Allah kumuidhinisha huyo mwenye kuombewa kwamba muombee fulani, yani huyo kuombewa pia na idhini ya Allah, kama qala azza wa jalla, wala yashfa'una, wala hawataombea hawaombeaji illa isipokuwa watamuombea liman irtada, yule aliyeridhiwa na Allah tabaraka wa taala kuombewa. ولذا استنبط العلماء شروط الشفاعة، الشرط الأول إذن رب، والشرط الثاني أن يكون مرضيا لرب عز وجل. Masharti ya shafaa ni mawili. Sharti la kwanza, Allah atoe idhini kwa muombeaji ombea. Sharti la pili, Allah aruhusu kuombewa huyo anayeombewa. Sawa? Kwa mimi nataraji uombezi, lakini si unavyotaraji wewe. Wa huwa subhanahu, na yeye Allah subhana, la yarda, hamridhi yoyote wala haridhi illa at-tauhida, isipokuwa tauhidi, kama qala azza wa jalla, wa man yabtaghi ghayra al-islami dina, na yoyote mwenye kutafuta usio kwa Uislamu kuwa dini, falan yuqbala minhu, hatakubaliwa kutoka kwake. Na Uislamu alladhi tahaqqaqa at-tauhid, lianna man haqqaqa ash-shirka wa ashraka falaysa bimuwahhid, la yumkin ar-rajul an yakuna muwahhidan musliman, هذا امر مستحيل. haiwezekani mtu akawa muwahhid mushrik, hii haiwezekani. Lazima awe katika mawili, awe muwahhid muslim au awe mushrik kafir. mfahamu? fa idha kanat ash-shafa'atu kulluha lillah, ikiwa uombezi unakubaliana sote kwamba wote ni milki ya Allah, wala takunu illa min ba'di idhnihi, wala haiwi isipokuwa baada idhini yake. Wala yashfa'u an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, wala hataombea qiyama huyo nabii sallallahu alayhi wasallam, wala ghayruhu, wala mwingine asiyekuwa nabii, fi ahadin, kumuombea yoyote, hatta ya'dhana Allahu fi, mpaka Allah atoe idhini kwa huyo anayeombewa. Wala ya'dhanu illa li ahli at-tauhid, na Allah hatoi idhini ya kuombewa isipokuwa mtu wa tauhid. Tabayyana laka, panabainika kwako ewe sufi, anna shafa'ata kullaha lillah, shafa'a yote ni Allah. Fatlubuha minhu, itafute shafa'a kutoka kwa mwenye shafa'a. Duniani tu, duniani tu. Sasa mwambie yule alokero, naomba nimuombee, si ndio? Naomba nimuombee, kakosea, sitaki kumsamehe, ondoka.
tuendelea kumwombea. Sababu duniani ipo hiyo. Kadhalika Allah azza wa jalla hawezi mtu kwenda kumwombea mtu kwa Allah siku ya kiyama isipokuwa kwa idhini ya Allah. Sababu siku ya kiyama hakuna atakayezungumza yoyote ila hams, ni migoko ya miguu tu itembea. Hamna anayezungumza mpaka aidhinishe zungumza, takallam zungumza. Kauja aidhinishe zungumza. Na Allah mpaka muombe fulani ndio idhini. Ahlu tauhid. Tafuta uombezi kutoka kwa Allah. Sema hivi, unataka uombezi wa Mtume sallam. Unautaka sema hivi, Allahumma, ewe Allah, la tahrimni shafa'atahu, usinizuilie uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa umeomba wapi? Kwa Allah kwamba siku ya kiyama aje amruhusu akuombee. Au sema hivi, Allahumma shaffi'hu fiyya, ewe Allah mjalie awe muombezi wangu huyo. Wa amthalu hadha, na mfano wake hata kwa lugha yake. Ewe Allah mjalie Mtume sallam awe ni muombeaji wangu siku ya kiyama, niombe. Ya Allah niruzuku uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mfano dua kama hiyo. Fa in qala, ikiwa atasema an-nabiy sallallahu alaihi wasallam u'tiya ash-shafa'a, Mtume sallallahu alaihi wasallam amepewa shafa'a, wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah, na mimi natafuta lile ambalo Allah amempa. Shafa'a yote vile bado analeta hoja ile ile ya nini sasa? Huyu mkilaza tabii enda naye kwa njia ya chini ya ulaza. Faljawabu, mwambie jawabu, anna Allah a'tahu, sawa Allah amempa ash-shafa'a wa nahaka, na amekukataza wewe an hadha, juu ya hili. Faqala fala tad'u ma'a Allah ahada. Sawa, yeye kapewa, lakini wewe umekatazwa usimuombe yoyote pamoja na Allah. Ahadan, yoyote, hata kama ni mtume usimuombe. Wewe unataka uombezi, muombe Allah. Fa idha kunta tad'u Allah an yushaffi'a nabiyahu fika, ikiwa wewe utamuomba Allah amjalie nabii wake kuwa ni muombezi wake, fa ati'hu fi qawlihi, mtii huyo Allah kwenye kauli yake, fala tad'u ma'a Allah ahada. Wa aidan, namwambie fa inna ash-shafa'ata u'tiyaha ghayru an-nabi sallallahu alayhi wasallam, shafa'a pia amepewa si kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wapo kiyama watakaoombea si manabii pia wataombea. Fasahha anna al-malaikata yashfa'un, kuma si kama malaika wataombea. Wal awliya yashfa'un, na mawali wa Allah wataombea. Wal afrata yashfa'un, na vichanga vilivyokufa kabla kubaligha vitaombea. Ataqulu, je, unakusudia kusema inna Allah a'tahum shafa'a, Allah anawapa uombezi, fa atlubuha minhu, je ni waombe wao? Je, ni ruhusa katika hilo? Fa in qulta hadha, ikiwa talisema hili, raja'ata ila ibadati as-salihin, utakwenda umerejea kwa kuabudia watu wema. Akasema naam, waombe pia hao, ombe umerejea kwenye kuabudu watu wema. Tushazungumza, tushamalizana nawe huko. التي ذكرها الله في كتابه. وإن قلت لا, akisema usiwaombe hao, batala qawluka, ombe kauli yako imebatilika. Sasa a'tahu Allahu ash-shafa'ata wa ana atlubu mimma a'tahu Allah. Kwa nini mtume peke yake? Kwa nini muombe mtume peke yake shafa'a, watu wengine wamepewa? Ikiwa unakataa kwa hao hawafai kuomba, na kwa Mtume sallallahu pia hafai kuomba. Ikiwa unakubali hao wanaomba, utakomwabudia watu wema. Sawa, huu ni msumeno kenda na chini na kurudi nakata. Fa in qala ana la ushriku billahi shay'a, mimi simshirikishi Allah chochote, hasha wa kalla, niko mbali na hayo mimi. Walakinna liltijaa ila as-salihin laysa bishirkin, sama ujabaki wangu haelewi. Anakwambia mimi kuelekea watu wema si shirki. Faqul lahu, mwambie, idha kunta tuqirru anna Allah harrama ash-shirka, ikiwa unakiri kwamba Allah ameharamisha shirki, a'dhama min tahrimi zina, ameharamisha kuliko kuwa kukubwa zaidi kuliko kuharamisha zina. Wa tuqirru anna Allah
la yaghfiruhu, na unakiri kwamba Allah hasamehi shirki. Fama hadha al-amru alladhi harramahu Allah, ni shirki ipi, jambo gani ambalo Allah amelikataza? Wa dhakara annahu la yaghfiruhu, na kwamba halisamehe. Hiyo shirki ambayo haisamehi ni ipi sasa? Umeelewa swali? Ikiwa unakubali kwamba kuna shirki haisamehewi na ni dhambi kubwa kuliko zina, shirki ipi iliyozungumzwa kwenye Qur'an? Fa innahu la yadri, hajui. Sasa kama hajui hataki, sababu ndio utamkamata. Faqul lahu, mwambie, kaifa tubarri'u nafsaka min ash-shirki wa anta la ta'rif. Sio kwamba hajui, mwambie utajiepusha vipi na shirki usiyojua. Akikwambia najua, mwambie kutajie. Atakwambia ibada sio kwa Allah, utakushaingia mtegoni. Akikwambia sijui, mwambie sasa utajitakasa vipi nafsi yako kwa shirki ambayo wewe hujui. Am kaifa yuharrimu Allahu alayka hadha, au vipi Allah anakuharamishia hili, wa yadhkuru annahu la yaghfiruhu, na anataja Allah kwamba hasamehi, wala tasalu an, wala usiulize wewe ni lipi hilo ambalo lisamehewi, wala taarifu, wala hulijui. Atadhunnu anna Allah yuharrimuhu wala yubayyinuhu lana, hivi unadhani kwamba Allah haramisha kisha asibainishe kwetu? Fa in qala, akisema ashirku ibadatul asnam, shirki ni kuabudu masanamu tu, wa nahnu la na'budu al-asnama, na sisi hatuabudu masanamu. Faqul lahu, mwambie, ma maana ibadati al-asnam, ni nini maana kuabudu masanamu? Atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilka al-khashaba wal ahjar, hivi unadhani kwamba wanaitakidi wale kwamba al-akhshab wal ahjar, miti ile na mawe yale, takhluqu wa tarzuq, kwamba inaumba na kuruzuku, wa tudabbiru amra man da'aha, na inawaendeshea mambo yule anayewaomba. Fahadha yukadhibuhu al-Qur'an, hili lakadhibishwa na Qur'an. Wa in qala, akisema huwa man qasada khashabatan au hajara, anakusudiwa alikusudia mti au jiwe, au abniyatan, au jengo, ala qabrin, juu ya kaburi, au ghairihi, yad'una dhalika, hawa wanawaomba, wayadhbahuna lahu, na wanawachinja lahu, wanachinja kwa ajili yake, wayaquluna, na wanasema, innahu yuqarribuna ila Allahi zulfa, hakika hawa wanatukaribisha kwa Allah kwa ukaribu. Wayadfa'u Allahu anna, na anatuhifadhi Allah kutoka kwetu sisi, bibarakatihi, kwa baraka zake lala hapa, au yu'tina bibarakatihi, au Allah anatupa kwa baraka zake. Faqul sadaqta, ndio msema kweli. Mwambie ndivyo hivyo hivyo wale wanaoabudia makaburi, wanaoabudia miti, walikuwa wanasema hivyo sawa sawa. Wa hadha huwa fi'lukum, na mimi ndio hivyo hivyo kitendo chenu. Inda al-ahjar, katika al-ahjar, mawe, wal abniya, na majengo, ala al-quburi wa ghairiha, nakwenda kwenye mashekhe zenu makaburi mkafanya tawaf, ndio hivyo hivyo na vitendo vyao. Fahadha aqarra, huyo atakuwa amekubali tu, anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnam, kwamba kitendo chao ni kuabudu masanamu. Fa huwa al-matlub, hilo ndo ambalo tulitaka sisi kukubali. Wa yuqalu lahu aidan, na patasema vile vile kuambiwa, qauluka ashirku ibadatul asnam, shirki ni kuabudu masanamu. Hal muraduka anna shirka makhsusun bihadha, hivi je muradi wako ni kwamba shirki ni maalum kwa ajili ya masanamu tu? Wa anna al-i'timada ala as-salihin, na kuwategemea wema, wa du'aahum la yadkhulu fi dhalika, kwamba haliingii katika hilo. Fahadha yarudduhu ma dhakarahu Allah fi kitabihi, hili narejeshwa na kile alichokitaja Allah kwenye kitabu chake, min kufri man ta'allaqa ala al-malaika, kuwakufurisha wale waliojifungamanisha na malaika au Isa au salihin. Fala budda an yuqirra laka, anabudi kukiri, anna man ashraka fi ibadati llahi ahadan, kwamba yoyote aliyeshirikisha katika ibada ya Allah yoyote, min as-salihin, katika wema, fa huwa shirku al-madhkuru fi al-Qur'an, hiyo ndio shirki iliyotajwa kwenye Qur'an. Wa hadha huwa al-matlub, na hilo ndilo ambalo lenye kutakiwa. Mimi nasimamia hapa.
lakini katika hili wajifunza mawili. Jambo la kwanza namna ya kuwajibu, au sio? Jambo la pili ni nini? Uslubu. Haya, hizi ni hiwar baina Sheikh Muhammad na Abdul Wahhab na wale watu wa zama zake. Kweli kweli alibishana nao, aliwatokana sehemu, aliwatia aibu sehemu, alikwenda nao katika lugha iliyokuwa ni kielimu. Mfahamu شنفهم مقصودين نكتفي هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.